Kiongozi kwema? Kwema, naona kesho mnazidi kushine. Tunashine kwa sababu yenu pia. Mambo ya cheti kile cha Kombe la Mapinduzi. Hata FA pia. Karibuni sana. Mnatupa vizuri. Sitoe siri. Wengine huwa hawani. Sasa katibu, naona kabisa sura yako inaonyesha furaha na bashasha kubwa. Yes, hatua ya 16 bora ilikuwa na ugumu kwa namna gani, lakini mafanikio mlioyapata mpaka kwenda kupata timu 8 ambazo zitakwenda kushindana katika hatua ya robo finali. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kama ulivyosema kwamba nilikuwa na mzigo wa takriban siku 8 na leo kama ulivyoniona kwamba kweli niko na bashasha. Bashasha hii inakuja kwa sababu nimemaliza mechi zote 8 kwa maana hatua 16 bora na mechi zimemalizika salama kwa kushirikiana na wadau mbalimbali mkiwemo nyinyi waandishi wa habari. Kwa hiyo nashukuru sana. Kwa bashasha hii inakuja baada ya kuona kwamba tayari kuna timu 8 zimeshaaga mashindano na sasa tumesaliwa na timu 8 ambazo zimebakia katika mashindano haya ya kombe la FA ama FA Cup, na timu hizi ambazo zimebahatika kubakia, uzuri wake bado kuna vilabu vile ambavyo kwamba vinatoka daraja la chini kwa maana daraja la kwanza, lakini pia ni timu 2 zilizosalia kwa maana Black Sailor pamoja na Raskazoni, lakini pia kuna timu nyingine 6 ambazo ni za ligi kuu kwa maana PBZ Premier League ambazo ni KVZ ipo, Mlandege, Kipanga, KMKM, Mafunzo pamoja na nadhani zitakuwa zimetimia timu 8 ya timu 8. Kwa hiyo kumalizika kwa hilo sasa ni maandalizi ya kuelekea katika timu mzunguko unaofuata na kwa mujibu wa ratiba ambayo tunafuata ratiba mama kwa maana ratiba ya PBZ Premier League ni kwamba tarehe 5 mpaka tarehe 8 yes Mei, maana yake kitachimbika tena. Patachimbika tena kwa sababu sasa tunakwenda kuifukuza robo finali na uzuri wa kama tulivyofanya draw na nyinyi mlikuwa mashahidi kwamba kila timu tayari ameshamjua mpinzani wake, hakuna tena kwenda kukaa kitako. Sasa ni kulitizama timu pinzani, mwalimu akaisoma, tukaenda tukarudi uwanjani tarehe 5 mpaka tarehe 8. Kwa hiyo tunajipanga na tayari tumeshawasilisha ripoti kwa wakubwa wetu kwa maana ofisi ya katibu mkuu. Sasa tunaanza maandalizi ya kuingia katika hatua ya robo finali. Lakini pia tumeshuhudia mashindano bora sana ambayo katika hatua hii ya 16. Je, kuna mambo gani ambayo makubwa yalitokea aidha katika upande hasi na katika upande chanya ambayo umeyatazama na kwenda kuyafanyia kazi? Tukio moja kubwa ambalo lilitokea nilihusisha mchezo wa JKU dhidi ya Mwembe Makumbi, Mwembe Makumbi City, ambapo mchezo huo ulimalizika ndani ya dakika ya 95, tunaweza tukasema 90+5 katika dakika 6 za nyongeza zilizoonyeshwa. Maana yake ni dakika moja ambayo kwamba haikuweza kukamilika kitaratibu pale uwanjani baada ya baadhi ya wachezaji wa timu ya Mwembe Makumbi baada ya kupata goli ambalo wao kwa tafsiri yao waliona kwamba ni goli sahihi, goli la kurejesha. Ilikuwa wanaongozwa goli 2-1, lakini muamuzi msaidizi Abdalla Kombo yeye akaflag au akainua bendera kwa ajili ya kuashiria kwamba mfungaji alikuwa katika sehemu ya kuotea ama offside. Kwa hiyo hilo ndio tukio ambalo lilitokea na mchezo ule, lakini tunashukuru kwanza usiku ule kamati yetu ya mashindano ilipata ripoti ya muamuzi, lakini pia tumepata ripoti ya kamisa, lakini vizuri zaidi kwa sababu mechi hizi zilikuwa zinaonyeshwa, tulikapata clip ya lile tukio tukalipata usiku ule, na kwa bahati lile tukio lilikuwa linahusishwa na upande wa pili JKU kwamba kuna tukio kama vile lilitokea. Kwa hiyo tukapata kwa wenzetu ambao wanaonyesha mashindano ama hii ligi clip zote mbili ya goli la JKU na goli hilo ambalo lilikuwa linadaiwa kwamba nini. Kwa hiyo tukakaa kwa jopo wakiwemo wasimamizi wa sheria hizi 17 kwa maana waamuzi wenyewe, lakini pamoja na mwenyekiti na katibu wa waamuzi na sisi kamati ya mashindano, na kwa mujibu wa tafsiri tukajiridhisha kwamba lile goli lilikuwa ni offside. Lile goli lilikuwa ni offside, na shida inayotokea hapa ni ile taaluma ya kimichezo kwa sababu kipindi sisi ama mimi binafsi nacheza mpira kwa sababu na mimi nimepiga mzee na mimi nimekipiga wakati tunacheza mpira ilikuwa offside, maana yake ukizidi tu inainuliwa bendera. Sasa hivi unaambiwa mpaka ule mchezaji anufaike na ule mpira. Sasa hapo ndo shida inapokuja. Kwa hiyo watu bado wana mentality ile ya zamani, kwa sababu mchezaji aliofunga lile goli wakati ana mpigaji mwenzake anaupiga ule mpira, yeye yuko katika offside position, lakini muamuzi alishindwa kuinua bendera kwa sababu anaambiwa mpaka pale atakaponufaika nao. Kwa hiyo uliporudi ukamkuta yeye lakini yuko kwenye offside position, ndo akainua kwa sababu amefaidika na huo mpira wakati yuko katika offside position. Kwa hiyo ni sheria kidogo nayo inatakuwa watu wejai sana kichwani.
uwanjani. Lakini tunashukuru na nichukue fursa hii kiukweli kama katibu wa kamati ya mashindano kuwapongeza sana viongozi wa Mwembe Makumbi City. Yuko kijana mmoja nilimark, hata ukiangalia clip alikuwa amevalia t-shirt nyekundu. T-shirt nyekundu, alitoka katika bench ambalo alikuwa amekaa kwenda kuwadhibiti baadhi ya wachezaji ambao walikuwa bado wanaonekana kama kuna mihemko na kutaka kumfuata yule muamuzi. Kwa hiyo kwangu mimi lile ni jambo la faraja na napongeza sana Mwembe Makumbi kwa kitendo cha kiungwana ambacho kwamba walikionyesha viongozi wao, lakini hata wachezaji baada ya kuona muamuzi tayari ameshamilikiwa na walinzi wetu, kwa maana vijana wetu wa Stewart hawakuweza tena kuendeleza yale mapambano na pambano. Lakini pia nitumie fursa hiyo kuwaomba kamati ya waamuzi kwamba waangalie uzito wa mechi katika kupanga waamuzi, waangalie waamuzi wazito ama mechi ilivyo, ingawa najua sasa hivi tuna mapungufu wa waamuzi kwa sababu wengi wako Tanzania bara katika Cooper test ama tunasema physical fitness test, wako kule waamuzi wengi, lakini wajaribu pia kuangalia uzito wa mechi na waangalie waamuzi gani wanaweza kwenda kuichezesha ile mechi. Hatua ya robo finali inakaribia na kama nilivyotujuza kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 8. Kwa hivi sasa wewe kama katibu wa bodi ya mashindano haya mmejipanga kwa namna gani kuhakikisha ya kwamba inakuwa bora zaidi ya hatua hii ya 16 bora? Kwanza tunashukuru kwamba wenzetu wa bodi ya ligi kupitia mtendaji mkuu Isa waliona umuhimu wa kuweka tarehe 5 mpaka tarehe 8, kwa maana zile mechi ni 4. Ukitizama kwa haraka maana yake kwa kila siku tutacheza mechi moja. Sasa hili binafsi tutakaa na uongozi wa uwanja wa Mau, kwa sababu tuna utaratibu, inaweza sisi tunatumia Mau A ukasikia Mau B kuna mechi ya mchezo wa kirafiki waliokuwa hajaoa, sijui soda nyekundu na soda nyepesi, unaona. Sasa kama hii ni kombe la FA lina heshima yake, na kama utaratibu itakuwa ni hivyo, basi tunaomba kwa siku hizo tarehe 5 mpaka tarehe 8, hata kama sisi tutakuwa tunatumia uwanja mmoja, maana yake uwanja wa pili pia kusiwe na mechi, ili tuwape fursa mashabiki wote waje waangalie timu zao. Na uzuri mimi siku zote nakuwa nasema, na ndivyo ilivyo, kwamba mashindano ya FA ni fainali, kwa sababu lazima timu moja itaaga mashindano. Kwa hiyo kama hukupata fursa kuja kujiona timu yako, maana yake ikitolewa usubirie msimu unaofuata. Kwa hiyo kuna timu zinaendelea na mashindano. Kuna mashabiki alikosa pengine hatua 32 bora, kakosa 16 bora, anaitaka kwenye robo finali. Kwa hiyo tunashukuru kwa hii ratiba ilivyopangwa, kwa na sisi mikakati yetu ni kuhakikisha kwanza kwa kushirikiana na nyinyi vyombo vya habari, wadau wengine wote wa michezo, hasa wale wanazipenda hii FA Cup, kwamba tunapeana hamasa ili tuje kwa wingi, tuje tuangalie mashindano yetu kwa uzuri zaidi. Kabla hatujakwenda kumaliza swali la mwisho, kuna tukio ambalo lilitokea kama ulivyosema hapo awali. Je, matukio kama yale ambayo yanatokea, mmejipanga vipi kuimarisha ulinzi uwanjani? Kwa sababu mpaka mshabiki anatoka jukwani anakwenda kumfuata kibendera namba 1 kule, anakwenda kwenda naye pembeni, si matukio ya kiusalama zaidi. Kwa hili mnatuhakikishia vipi, labda tukirudi katika hatua ya robo finali haitaweza kuja kujitokeza tena? Kwanza nikwambie, katika hatua 16 bora tuliboresha ulinzi, tuliboresha kwa sababu tumeanza mashindano ya hatua 40 tukaja 32 bora. Nilikuwa natumia Stewart 10, lakini katika hatua ya 16 bora nilikuwa natumia Stewart 17. Nilitumia Stewart 17, na ndio maana ukaona lile tukio lilipotokea hata mkuu wa ulinzi na usalama aliwahi kufika, kwa sababu wote walikuwa washaongeza nguvu katika uwanja baada ya kuona vile viashiria ambavyo vinatokea. Hilo ni moja, lakini nikwambia ulinzi uko aina nyingi. Ulinzi uko aina nyingi. Sisi tulikuwa nao askari polisi kiwanjani. Lakini kwa mimi na wewe huwezi kujua, kwa sababu wapo ambao wanavaa combat tunawajua wa kawaida, na wapo ambao hawavai combat. Kwa hiyo askari walikuwa wapo na tumewalipa kabisa. Wapo. Kwa hiyo tumeimarisha masuala yote ambao kwamba yanatakiwa, kwa maana kusema kwamba zile standard stadium requirements basi zote sisi kamati ya mashindano, kwa sababu si ni kamati ya mashindano ndio kio, tunajaribu kadiri uwezo wetu kuweza kuzifikia, lakini siamini na sitarajii kwa timu ambazo kwamba zimesalia kwamba labda matukio kama yale, na ubaya wenyewe matukio ni kama radi, huwezi kujua muda gani inaweza kapiga. Kwa hiyo lakini tazidi kujimarisha ili kuhakikisha kwamba hilo swala la ulinzi linabakia pale pale, sio kwamba mechi zimepungua tupunguze, kama ulivyosema tutaongeza. Sawa, tunamalizia hapa. Timu 8 zimeingia na miongoni mwa timu bora sana zenye ushindani, timu 2 kutoka daraja la kwanza, lakini timu 6 kutoka katika ligi kuu. Mashabiki wategemee nini katika hatua robo finali, lakini nyinyi kama viongozi pia kipi ambacho labda tutarajie kuongeza ile ladha ya FA? Mashabiki watarajia makubwa, kwa sababu misimu miwili iliyopita tulikuwa tuna timu inaitwa New King. Timu hii ilikuwa inasumbua sana vilabu vya Premier na ilishafika mpaka kucheza hatua ya finali. Ilishawatoa KMKM,
ilishatoa zimamoto timu hii, lakini safari hii tumepata Black Sela na Raskazoni. Ukitizama msimamo wa ligi wa daraja la kwanza kwa maana first division, Black Sela anaongoza, wa pili yake ni Raskazoni. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani kwanza hizo timu zenyewe ambazo zinapambana kuhakikisha zinarudi ligi kuu. Black Sela ilishai kucheza ligi kuu ikaporomoka. Sasa inataka kurudi ligi kuu. Raskazoni haijai kucheza ligi kuu, inataka kuja ligi kuu. Bado ziko pale kwenye msimamo. Wamecheza na vilabu vya Premier ambao wanatarajia msimu unaofuata 26 27 wa daraja moja kwenye FA tayari wameviangusha. Kama unakumbuka Black Sela alicheza na Kundemba, lakini Raskazoni alicheza na Uhamiaji. Uhamiaji iko katika top 4 ukitazama kwenye msimamo kama top 5. Unaona? Kwa hiyo ni jinsi gani mashabiki watarajie kuja kuona burudani nzuri kweli kweli kabisa. Na zimeshaanza tambo zoko mitaani. Black Sela anacheza na mafunzo. Black Sela anacheza na mafunzo, lakini Raskazoni tayari wameshaanza kuwatumia ujumbe KVZ ambao ndo wanakwenda kupambana nao katika robo finali ya 4. Kwa hiyo tutarajie mazuri na mashabiki ni waalike uwanjani kama tulivyosema, kuanzia hatua hii ya 16 bora mpaka tutakapofikia finali. Basi kiingilio tumekiweka rafiki kabisa, ni shilingi 2000 tu. Unakuja unaingia uwanjani unakwenda kuangalia burudani hizi. Nikutakie kila laheri katibu. Asante sana, usikose kuja katika geti jekundu.